Nimeona maagizo ya waziri mkuu kuhusiana na huyu mzee alipwe fedha zake za ujenzi wa vyoo vya sekondari na ni toka mwaka 2022. Mimi mmewapa watu kazi mpaka mmeuza ng'ombe zangu na ndoa yangu imekuwa na mgogoro shauri ya hiyo kazi. Kwa hiyo waziri mkuu, timu yote wa wilaya, mkuu wa wilaya anajua, sijui mkurugenzi nini. Imagine mtu toka 2022 mpaka mwaka 2026 anadai deni na wahusika wote wapo, yuko wakurugenzi, wako madisi wanapita hapo, lakini mzee anazunguka. Umejenga vyoo mwaka gani? Mwaka 2020, vyoo vyenye matundu 24. Vyoo vyenye matundu 24. Ndio. Mwaka gani? 2022, 23. Vya sekondari? Vya sekondari ya Gonjaseki mpaka leo sijalipwa. Afisa elimu, vile vyoo vilikamilika au vikukamilika? Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyoo vimekamilika, lakini kwa mimi sina taarifa kama kuna vyoo vilikuwa vinadaiwa. Kwa hiyo ninaomba nilichukue kwa ajili ya kulifuatilia. Au kutuma hiyo kazi akajenge, alienda kujenga kwa kujitolea? Alienda kujenga kwa kujitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, samahani, kipindi hiko mimi sikuwepo, kwa hiyo nitalifuatilia. Mlimpa kazi au mkumpa kazi? Atakuwa alipewa kazi. Mkuu wa wilaya yuko wapi? Hivyo vyoo anavyosema mlimtuma ajenge au alijitolea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sahihi kwamba huyo mzee alipewa kazi ya kujenga vyoo. Haya, mwaka 2020 mpaka leo vyoo vinatumika. Tangu mwaka 2020 hamjawahi kupata milioni 2. Hili swala nilishalishughulikia na nilishamwagiza mkurugenzi. Sasa hapo mlipokaa hapo, toeni kila mtu mwenye fedha mfukoni, mlipeni sasa hivi nione mnamlipa hapo. Leo bila waziri mkuu angelipwa lini deni lake? Huenda hili ni tatizo ambalo liko sehemu nyingine nyingi sana, ambako wakati mwingine kuna baadhi ya uzembe unatokea na watu wanabaki na manunguniko moyoni, manunguniko kwa viongozi wao, lakini manunguniko pia kwa serikali husika, wakati udhaifu upo kwa baadhi ya viongozi. Bila waziri mkuu Dr. Nchemba, ni lini angelipwa milioni 2 yake na laki 8? Hilo ni swali la kimsingi ambalo labda pia unaweza kuwa na majibu yako, maoni pia kuhusiana na sakata kama hili, ambalo pia tunajua ziko sehemu nyingine tunasikiaga matukio kama haya, sio tu hili, yapo